Arusha oye! Dr. Samia oye! Dr. Ndumbaro oye! Mheshimiwa Waziri wa Katiba na Sheria kakaangu Daktari Ndumbaro, kakaangu Hamza mwanasheria mkuu wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kakaangu na mwanasheria wangu Tadayo mwenyekiti wa kamati ya Bunge, katibu wetu wa Chama cha Mapinduzi, kakaangu Mpanju naibu katibu mkuu wizara yetu pendwa kabisa, rasi wa mkoa wetu wa Arusha, viongozi wote wa meza kuu, kipekee natambua uwepo wa viongozi wetu wa dini, baba askofu wote waliotuongozea dua, pamoja na shehe wetu wa wilaya anayemwakilisha shehe wetu wa mkoa. Natambua uwepo wa viongozi wetu wa kimila, natambua watendaji wa chama walioko hapa wakiongozwa na katibu wetu wa mkoa kama nilivyosema, lakini tunaye jumuiya ya wazazi katibu wetu wa mkoa, tunaye jumuiya ya UWT katibu wetu wa mkoa, lakini pia napenda kutambua uwepo wa mwenyekiti wetu wa wilaya. Ukienda kule Arumeru kuna wilaya 2 za kichama. Kwa tunaye pia wilaya yetu ya Arusha DC kwa upande wa chama, lakini natambua pia nafasi ya wakuu wa wilaya walioko mahala hapa. Nikianza na mkuu wetu wa wilaya mwenyeji, mkuu wa wilaya ya Ngorongoro, Monduli, na mkuu wa wilaya ya Arumeru yuko na ziara na waziri wetu wa maliasili na utalii Daktari Balozi Pindi Chana. Lakini pia natambua nafasi ya wakurugenzi tulionao, bila kumsahau meya wa jiji letu, jiji la Arusha. Natambua uwepo pia wa viongozi wa Tanganyika Law Society na viongozi wote ambao wako meza kuu, pamoja na wale ambao hawakupata nafasi ya kuketi meza kuu. Mheshimiwa Waziri, umenipa upendeleo mkubwa sana. Sikustahili kabisa kuwa mgeni rasmi leo, lakini kwa heshima yako na upendo wako ukanipa heshima hii ya kusema maneno machache, ikiwa ni sehemu ya kuonyesha ushirikiano tulionao watumishi wa serikali chini ya Daktari Samia Suluhu Hassan. Niwashukuru sana viongozi na wananchi wote waliojitokeza, na niwape pole wale ambao wamekuwa na changamoto na kupita kwenye ofisi mbalimbali bila kupata majibu, na hatimaye leo umefika mahala hapa kuifikia na kufikiwa na huduma yetu ambayo imeasisiwa na Daktari Samia, ikichagizwa na waziri wetu kakaangu Ndumbaro, na kipindi hicho yeye alikuwa waziri mwaka 2023 akiwa ni waziri wetu wa Katiba na Sheria, na baadaye akarudi kutoka kwenye michezo akarudi tena kwenye wizara yake mama kuyasimamia maono ya Daktari Samia na kuhakikisha wananchi wanapata huduma inayostahili. Mheshimiwa Waziri, umeyasema mengi na umetupa picha pana ya taifa letu, namna ambavyo Daktari Samia amejikita katika misingi ya utawala bora na kuhakikisha anazingatia haki za binadamu na kuonyesha maendeleo tunayoyapata, ikiwa sehemu ya kazi kubwa ya msingi anaoweka Daktari Samia na kuhakikisha kwamba wananchi wanapata maendeleo, lakini ikiwa ni haki ya msingi pia kama ambavyo mikataba mbalimbali ya dunia inavyosema, na sisi wenyewe tukiwa tunatanguliza utu katika kufanya kazi zetu, na ndio maana amekuja na kauli mbiu hiyo. Lakini pamoja na hilo umeonyesha jinsi gani ambavyo wananchi wamejitokeza, na idadi uliyoitoa ya takriban ya watu milioni 2 ni viashiria tosha kwamba imani walionayo wananchi kwa serikali yao, kwa Daktari Samia, kwa Samia Legal Aid ni kubwa mno. Si jambo la kubeza hata kidogo kuwapata watu milioni 2 na ushe wanaokuja kuhitaji msaada na wanapata majibu. Lakini sambamba na hilo nikushukuru sana pia wewe mwenyewe kwa namna ambavyo umetushirikiana nasi. Umekuja katika mkoa wetu, tumefanya siku ya tarehe 1 mpaka tarehe 8, umehudumia wananchi wengi. Na watu wakisikia Samia Legal Aid wanaelewa labda ni taasisi moja hivi ambayo inafanya kazi mwamvuli wa wizara ya sheria na katiba. Lakini waambie Samia Legal Aid inakata cross kote. Humu ndani mmemsikia hata naibu katibu mkuu wizara ya maendeleo ya jamii.
Manake watu wake wamo ndani. Humu ndani mmepata taarifa ya kumwona mwanasheria mkuu. Manake watu walioko chini ya mwanasheria mkuu wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wako sehemu ya Samia Legal Aid. Humu ndani mtakutana na dawati la ukatili wa jinsia, polisi, wizara ya mambo ya ndani wapo. Kwa hiyo hakuna wizara utakayoikosa ndani ya Samia Legal Aid. Manake watendaji wote wa serikali katika idara zote mbalimbali wako kwenye timu moja, kwenye kofia ya Samia Legal Aid, kuhakikisha kwamba sheria iliyotungwa mwaka 2017 na ilani ya Chama cha Mapinduzi ya mwaka 2025 kwenye ibara ya 122 vinafanywa kazi katika kuwahudumia wananchi, hasa wale wasiokuwa na kipato, hawana ndugu serikalini, hawana fedha kumlipa mwanasheria, hawajasoma. Daktari Samia kaja na mwamvuli huu kuhudumia na mwananchi asibaki na manunguniko. Kwa hiyo nakupongeza sana Mheshimiwa Waziri, na naipongeza sana wizara yako, na wapongeza sana Tanganyika Law Society kwa namna ambavyo wamekuwa bega kwa bega na wizara hii katika kuhudumia wananchi. Lakini pia nazipongeza wizara zote ambazo zimekuwa tayari kutoa na kushirikiana ili mwananchi apate haki. Jana nimejifunza neno kubwa sana kwenye iftar yetu. Wakati unaongea uliongelea watu wanaitafuta haki, na haki ikipatikana inaleta usawa, na usawa unaleta amani, na amani inaleta maendeleo. Jambo hilo ni jambo kubwa sana ambalo Daktari Samia Suluhu Hassan amekuagiza kulisimamia, na wewe hauna iana, unalifanya kwa vitendo vikubwa, kwa muda wako na kwa moyo wa thabiti, na ndio maana leo wananchi wanazidi kuwa na imani ya kujitokeza. Katika kutafuta haki yako, mambo yanaweza yakakunyima haki yako. Huna pesa ya kumlipa mwanasheria ili akutetee, unakosa haki yako. Huna elimu ya kutosha, unaingia kwenye mkataba, unasainishwa au unaweka dole gumba, baada ya muda unakuja kushangaa kumbe dole gumba lile uliloweka limepelekea wewe nyumba yako kupigwa mnada. Katika kutafuta haki, kuna wakati kwa sababu hujasoma, huna uwezo wa kujieleza ukaeleweka. Katika kutafuta haki huna pesa, hata muonekano wako haumshawishi mtu kukusikiliza, na hata ukiongea anasema unanipotezea muda. Katika kutafuta haki huna mtu wa kukushika mkono. Unafika mahala hata ukienda kwenye ofisi za umma unaambiwa subiri hapo, bosi yuko na wageni. Unakaa masaa mengi, inafika hatua unashangaa bosi ametokea mlango wa nyuma, wewe uko pale una njaa, haukufunga, lakini unafungishwa wakati wa kupambania kutafuta haki yako. Leo Daktari Samia ametufikia na waziri amekuja kulithibitisha hilo, mwanasheria mkuu amekuja kulithibitisha hilo. Si swala la pesa, si swala la elimu, si swala la mtu unamjua serikalini. Maadamu una haki yako, Mungu amekuja kupitia waja wake hawa chini ya Daktari Samia. Maneno yangu mawili katika hilo eneo: moja, endelea kuwa jasiri kupambania haki yako, kwa kuwa bado muda kitambo kidogo nawe utakuwa na furaha ya kudumu katika maisha yako. Lakini la pili katika hilo, hakikisha unachokidai hata Mungu akishuka leo aseme kweli huyu ana haki. Usimkandamize mtu kwa kutaka kupata mali yake, kwa kuwa mali zinaongea kama ambavyo sadaka inavyokuwakilisha mbele ya madhabahu ya Mungu. Kwa watendaji ambao umepata nafasi ya kushiriki, jana nilisema, naomba niseme tena leo mbele ya kakaangu Ndumbalu, kila mwananchi anayekuja mbele yako, jua wewe uliyepata nafasi ya kuwa mwanasheria au mtendaji wa ardhi au mtu wa maendeleo ya jamii
nafasi uliyoipata si yako, unamwakilisha Daktari Samia Suluhu Hassan. Unapomsikiliza yule mtu, msikilize kwa jicho na sikio la upendo kama ambavyo Daktari Samia anavyowasikiliza Watanzania. Lengo la rais wetu ni jema. Ukifanya hivyo utakuwa umemwakilisha vyema. Ukimkatili mtu, ukasikiliza vibaya, ukamnyima haki yake, wewe utakuwa umeingia kwenye hukumu. Na hiyo hukumu si ya hapa duniani, bali ni ya ahera. Kwa kuwa Mungu atakuona ulitumia uwakilishi wako vibaya na ukutega sikio kumsikiza yule mtu. Jambo la pili, kila anayekuja mbele yako, mtazame. Akiwa ni mzee, bibi kikongwe, mtazame kama bibi yako. Akiwa ni kijana, mtazame kama kijana au mtoto wako. Akiwa ni baba mwenye makamu, mtazame kama babu yako. Akiwa ni mama, msikilize kama mama yako mzazi. Ndani yake utapata hekima na kujua wapi alikoonewa, ili uweze kutegua huo mtego kwa taaluma uliyokuwa nayo. Usimtupe mtu kwa sababu eti hajajipulizia perfume. Ukasema kabibi yaka kwanza hakajaoga, katoke haraka. La hasha. Usimtupe mtu kwa sababu ni mzee, unamwona koti lake kubwa, amechoka. La hasha. Usimnyime mtu nafasi ya kumsikiliza kwa sababu anavyoongea haeleweki. La hasha. Tujipe muda, tuwasikilize vizuri, tuwatendee haki wananchi hawa ili wapate haki zao. Jambo langu la tatu kwenu, migogoro hii haipasi kuwa migogoro ya kwenye makaratasi. Tuzitatue shida za wananchi. Tuwape majibu. Na mimi leo, Mheshimiwa Waziri, mbele yako hapa, kama kuna mtu atakayekuja au ataitwa ili apate upande wa pili mwanasheria wa kumsikiliza, na mtu huyo akiitwa anagoma kuja, nishatoa maagizo kwa RPC, polisi watamtafuta kokote kule aliko aje. Kama ni jambo la rushwa, kuna mtu upande wa pili hataki na anaonekana ni mla rushwa mkubwa, anayehonga vikao ili maamuzi yampendelee, nishamwambia mtu atakukulu akae mkao wa kula. Hii Samia Legal Aid lazima kila idara ifanye wajibu wake. Lakini jambo la nne, Mheshimiwa Waziri, ambalo nimeshalielekeza, ya kwamba kila jambo litakalofanywa kazi hapa na kwenye wilaya zetu zote na kwenye kata zote, yale yanayowahusu wakurugenzi wayapate, na sisi mkoa tupate kopi na tuambiwe wanayatatua kwa muda gani. Yale yanayohusu polisi, RPC apewe mambo yanayokuhusu jeshi la polisi ni 1, 2, 3, na yeye aseme anayamaliza baada ya muda gani. Hapa hakuna mtu anayebeba mzigo wa mwingine, kila mtu ataubeba mzigo wake mwenyewe. Hatutaki heshima kubwa tuliopewa na Daktari Samia, alafu watu wanakuwa na makablasha ofisini mwao. Samia Legal Aid imeshaona huyu ndio mwenye haki, wanaelekezwa mkuu wa wilaya au mkurugenzi kasimamia huyu apewe haki yake, alafu huyo mkurugenzi au mkuu wa wilaya anajizungusha, nitakula sahani moja nao. Tunataka heshima ya Samia Legal Aid iwekwe mahala ambapo Watanzania wakisikia wanasema naam, hili ndio kimbilio letu, naam, hili ndio tumaini letu. Hatutaki wanasikilizwa wananchi, baada ya hapo viongozi wetu wanaondoka wanaamini mambo yametetuliwa, yameisha, alafu kumbe kuna njemba zinaendelea kuzunguka tu kama ambavyo zimekuwa zinawazungusha wananchi. Jambo la sita ambalo nimelisema, Mheshimiwa Waziri, timu yako iwe huru. Wanakopita huko watusaidie pia kuwabaini watendaji wa serikali wanaosababisha migogoro.
Hatutaki kuwa na watendaji ambao wao ndio chanzo cha migogoro. Haya malalamiko mengi, kama tungefanya kazi yetu vizuri, kuanzia serikali ya mtaa, ya kata, tarafa, wilaya, mpaka mkoa, tusingekuwa na idadi ya wananchi wengi hivi wanaolalamika kero kila kunapokucha. Haya ni matokeo ya watendaji wavivu, wazembe, wala rushwa, wanawafanya wananchi wanatembea usiku na mchana, mioyo yao ikibubujika machozi ya huzuni kwa kutokutimiza wajibu wao. Nimemuomba mkurugenzi wetu ahakikishe ya kwamba kila anakokwenda wasikilize kwa jicho la pili. Wakiona wananchi hawa wanasema unamwona huyu huyu mwanasheria wa wilaya huyu ndio mgogoro. Wakisema unamwona huyu afisa ardhi ndio tatizo. Wakisema huyu mtendaji wa mtaa ndio aliyeshiriki. Hayo majina tunayataka tusafishe uchafu wote huo, ili tuwe na watendaji waaminifu na watiifu, wanawafanya wananchi watembea kifua mbele kwa sababu wanawatendea haki kwenye ofisi zao. Kwa hiyo nimeyasema haya kwa maana moja tu, tunataka Arusha yenye haki, Arusha yenye watu wenye furaha, Arusha yenye watu wenye mapenzi ya dhati na serikali yao, Arusha ya watu wanaotembea kifua mbele kwa sababu Daktari Samia yuko magogoni akiwatumikia wao. Mheshimiwa waziri wangu, nitakuwa mchoyo wa fadhila nisipomshukuru sana mwanasheria mkuu wetu. Kakangu Johari, naomba usimame tena. Huyu ni kijana na anachapa kazi vizuri, na sisi wananchi wa mkoa wa Arusha ni wanufaika. Watu wengi, Mheshimiwa waziri, wakisikia mwanasheria mkuu hata hawaelewi anashughulika na nini. Wanaona tu kwamba mwanasheria mkuu. Na wakati mwingine wanamuona bungeni akitoa ufafanuzi wa mambo ya kikatiba pale, wengine hawaelewi. Lakini leo ni wadokeze tu, mwanasheria mkuu ni kiungo muhimu sana katika mambo yote ya sheria ndani ya nchi yetu. Na ukitaka kuelewa, angalia rais akishamaliza kuapishwa, chunguza katika watu wa kwanza anaowateua rais kama hujamkuta mwanasheria mkuu. Huyu ndio mtunzaji wa katiba yetu. Huyu ndio anayesimama kutafasiri katiba yetu. Muda wa kuadhini naona umefika. Haya, tunashukuru kwa sababu muda wa swala umefika. Na sisi watu tunaheshimu dini. Serikali haina dini, lakini watu wake wana nini? Nikasema mwanasheria mkuu huyu ni moyo wa sheria wa nchi. Waziri ataingia bungeni, atasimamia mchakato wa sheria. Sasa sisi tukianza kufanya kazi zetu, pale tunapokwama tunakimbilia. Ninamshukuru mbele yenu, ili pia tuendelee kumwombea yeye na waziri wetu wa sheria ya katiba, waendelee kuifanya kazi hii kwa uaminifu mkubwa. Pale airport pale, Mheshimiwa waziri, tunajenga pale. Daktari Samia ametoa fedha kwa ajili ya kujenga miundombinu ya taa, ili ndege zetu ziwe zinatua usiku na mchana. Na pale airport yetu ya Arusha ni ya 3 kwa airport zenye ndege nyingi kwa siku. Dar es Salaam, Zanzibar, inafuata ya kwetu ya Arusha. Lakini sisi tunafanya kazi mchana tu, usiku ndege haziruki.
Kwa nini? Kwa sababu hatuna taa. Tulimuomba Mheshimiwa Rais akakubali, akatoa fedha. Lakini mkataba ulichelewa kiasi kwamba mkandarasi muda ukawa umepita. Nilipokuja nikaongea na mwanasheria wetu mkuu na watu wa mamlaka ya viwanja vya ndege, ndugu yangu Abduli ambao ni DG, akamfuata Dodoma. Mwanasheria huyu Hamza kwa upendo wake mkubwa ametukwamlia mkataba wetu. Sasa mkandarasi anaanza kazi ili na sisi ndege za Arusha zitue usiku na mchana. Hebu makofi mengi sana kwa mwanasheria mkuu wetu. Lakini pia mfahamu ya kwamba waziri wetu wa TAMISEMI Mheshimiwa Mchengerwa alifanya ziara mwaka jana. Alipofanya ziara katika mkoa wetu, tulimuomba barabara. Na barabara zile tulivyomuomba, tulihitaji mkono wa mwanasheria. Dodoma nilipokuwa kwenye bunge, baada ya mkurugenzi kuniambia mkataba wetu umekwama, mheshimiwa tunaomba utusaidie. Nikamwambia umekwama wapi? Akasema tunahitaji mkono wa mwanasheria mkuu. Nikamtafuta Hamza, kama mwanasheria mkuu nisaidie. Wananchi wa Eso wamesubiri sana barabara yao. Ina urefu karibia wa kilomita 1.8. Sasa ukienda pale Eso Longlong kilomita 1.8 imeahidiwa miaka nenda rudi na haijengwi. Nikamwambia kakaangu nisaidie, wananchi wanahitaji lami. Kaniambia nitumie hizo nyaraka, nikamtumia. Kesho yake anasema Makonda mdogo wangu, nimeshamaliza jambo lako, nenda kajenge barabara kwa ajili ya wananchi. Lakini pia mnafahamu hapa Arusha tumekuwa na mambo ya stendi na soko vinaimbwa kila siku. Kila siku wimbo wa stendi soko imekuwa kama chorus. Inajengwa stendi, inajengwa, akiimba huyu mwingine anaitikia. Wakati mwingine hakuna hata vyombo vya kupigwa, lakini kuna mtu anaanza pambio, stendi inajengwa na soko linajengwa. Hakuna stendi iliyojengwa wala soko lililojengwa. Tukakimbizana tena, mwanasheria mkuu nisaidie, watu wana mkwamo. Hivi tunavyoongea leo kwa taarifa tulizonazo ya kwamba tayari tenda imetangazwa ya kujenga soko la kisasa la Kilombero, soko la kisasa kwa Mlombo, stendi yetu ya mkoa wa Arusha na ujenzi unaotengenezwa katika eneo la Garden la Mtosemi. Ninawashukuru sana waziri wetu wa TAMISEMI. Tunamshukuru sana kaka yangu Hamza mwanasheria mkuu. Na niwapongeze sana watendaji wa jiji la Arusha na mstahiki meya. Baada ya utaratibu huu sasa hamtatudai tena stendi. Tunataka stendi jengwe, wananchi wa mkoa wa Arusha watembee kifua mbele, angalau tufanane na majiji duniani. Hapa stendi mheshimiwa waziri ni moja ya siasa kubwa sana. Na chama changu kiliahidi, Chama cha Mapinduzi. Lakini kwa sababu kuna baadhi ya watu wanapenda migogoro. Yaani kuna wale watu wenye roho ya kuunganisha watu. Lakini kuna watu wana roho ya faraka tu. Hata akikaa hapo utafikia ameumwa na amebeba kunguni ndani yake. Anaanza kujikunguta mpaka wote mtanyanyuka kwenye viti mnatoka. Yaani hawezi kukaa mahala bila kuwa na amani. Ni migogoro tu. Sasa migogoro hii tumesema Arusha umefika mwisho wake. Tunasema mwaka huu migogoro, tunaagana na migogoro yote. Tunataka jambo hili tu, maendeleo. Tunataka kauli ya maendeleo kuanzia asubuhi, mchana, jioni. Na hatupendi viongozi wanaolialia. Ukiwa kiongozi unalialia kaa honi, ukigusa tu kidogo tunataka viongozi wanaotafuta majibu ya changamoto za watu wao. Daktari Samia ameshatupa nyenzo zote. Hatupaswi kuwa miongoni mwa kugombana, kulumbana. Tunataka maendeleo. Wana Arusha wanachotaka ni maendeleo. Wana Arusha wanataka kuiona Arusha yao imebadilika. Sio kila mara tunajadili stendi haina mwisho.
tunang'ang'ana, soko halijengwi. Hata kilo kiuliza wanavutana, mara eneo hili liko ndio lijengwe stendi, sasa eneo hili halifai. Nimekaa juzi na rasi Dodoma na watendaji wote wa jiji, nikabaini kumbe tena pale jiji wana milioni 500 zishawahi kutolewa na Daktari Samia tangu 2021. Alafu ziko kwenye akaunti tu. Na hizo hela zimetolewa kwa ajili ya kujenga soko maalumu la wamachinga. Na wauliza watendaji, kwa nini hamjengi? Anasema kila tukikaa na wale wamachinga tunakubaliana, kesho yanakuja mambo mengine yamebadilika. Kwa hiyo wanalumbana tu. Huyu akisema pajengwe hapa, mwingine anasema hapa hapana. Kataeni kajengeni. Yaani wanalumbana tu. Ukikaa na mtu aliyebeba kunguni, hata kwenye kiti hautakaa. Kwa sababu wanaponyanyuka kujikunguta kunguni watoke, na wewe inabidi ukimbie. Sasa tumewaambia tunataka mtulie, tuwaletee maendeleo wananchi wa mkoa wa Arusha. Na huku tulikofikia ni pazuri. Sasa ole wenu nisikie chokochoko tena ya mtu anaenda kuingilia mchakato wa kumpata mkandarasi wa kujenga soko. Ole wenu nisikie kuna mtu anaenda kuingilia mchakato wa mkandarasi wa kujenga stendi. Ole wenu nisikie kuna mtu ameingilia mchakato wa mkandarasi wa kujenga garden katika mto Semi. Huyo atakayeingilia nitakula naye sahani moja. Mheshimiwa Waziri, mimi nasema ni mara 10 nikawa mkuu wa mkoa wa siku hiyo, lakini kuna alama nimeiweka. Tunataka stendi jengwe. Na mkurugenzi, mna siku ngapi za kukamilisha utaratibu? 14. Kuanzia leo. Maana yake mwezi ujao unaisha tukiwa tumesha saini mkataba, si ndio? Sasa ole wenu muitikie tu. Stendi. Mheshimiwa, imeimbwa stendi hapa. Siku moja naongea na waziri mmoja kwenye sekta nyeti ya ardhi. Anasema nishawahi kwenda mpaka kwenye ile eneo tukasema hapa ndio stendi jengwe. Baada ya muda wakatokea si watu kutokea wapi. Wakaanza kubishana tena, mwisho wa siku wakasimamisha utaratibu. Sasa mwanasheria mkuu tunaye, waziri wetu wa sheria tunaye, waziri wetu Mchengero anataka stendi jengwe, serikali ya Daktari Samia anataka stendi fanya nini? Na asikwambie mtu eti tutajenga kwa sababu mwaka wa uchaguzi. Tunajenga kwa sababu tumewapata watu wenye akili na wenye nia njema na mkoa wa Arusha. Nadhani hapo mtakuwa mmenielewa. Meya, simamieni kikamilifu, na mimi sina shaka na wewe. Madiwani pamoja na naibu meya, ndugu yangu, pambaneni, hakikisheni. Niliwaambia siku moja kwenye baraza, nyinyi madiwani, heshima yenu ni alama mlizozisimamia katika miaka 5. Mheshimiwa Waziri, ukienda pale ofisini kwangu pembeni, utakuta kuna jengo la utawala. Halmashauri ya jiji ile imejengwa mwaka 1959. 1959. Hapo hata wafanyakazi wa jiji hawatoshi. Wengine wamesambazwa. Unaweza kaenda pale ukamwambia faili lako liko Njiro, mtumishi yuko Njiro. Kuna mtumishi mwingine si yuko Sakina, wamepanga tu. Wamesaini mkataba wa kujenga jengo la utawala mwaka 2019. Nimekuja mimi mwaka jana 2024 nimekuta wako kwenye msingi. Tangu 2010 ngapi? Paka 2024 wako kwenye msingi. Hawana tatizo la hela, Samia ameshaleta hela. Tatizo lao nini? Mahusiano na migogoro. Eti wamevunja mkataba wa yule aliyejenga msingi. Wanasema ule msingi sio imara. Wakaunda tume ya kuja kukagua. Ile tume ikasema msingi ni bora na unakidhi vigezo. Wakasema sasa tutangaze, tutafute mkandarasi mwingine mpya. Hawamtaki tena yule aliyejenga msingi. Alafu walivyo wajanja, kila kazi wanatengeneza mkandarasi wao. Yaani kama ni kazi 5 za kujenga, kukamilisha jengo kama lile, watatafuta mkandarasi wa kupaua, watatafuta mkandarasi wa kujenga nguzo, watatafuta mkandarasi wa kuweka nyaya.
Watatafuta mkandarasi kwa mfano kama yule wa msingi wameshamalizana naye, anaondoka, anakuja tena kunyanyua boma. Ushawahi kuona wapi hiyo nyumba ya namna hiyo? Mwisho wa siku utakuta kwenye bomba la maji limewekwa chumbani. Yaani unapotakiwa kuweka bedroom ndio limewekwa bomba la kuingiza maji. Pale pa jikoni palipotakiwa kuweka sehemu za kuingiza nyaya za umeme ndio zimewekwa kwenye TV. Sio nyumba itapiga shoti. Lakini kwa nini ukafanya hivyo? Ulikuwa ni ulaji. Kumbe kila mtu mmoja akiitwa, akisaini ule mkataba anaacha hela. Nimewashawapiga spana wamenyoka. Sasa hivi jengo linaenda ghorofa ya 5. Nataka mwaka huu wakati baraza la madiwani linavunjwa, angalau madiwani wanavoaga wananchi wanaenda kwenye ngwe kuomba kula, wameshamaliza structure yote na mambo yanaonekana kwamba kuna alama wameacha pale. Lakini wakati tunaendelea na mkandarasi, akafuata tena mkandarasi ili apewe mkataba mwingine wa kufanya finishing, waanze kazi ya plumbing huku chini anapanda, anaombwa milioni 400, 200. Sasa kale kakundi kote nimekasafisha, nimekangoa pale. Acha wakahangaike kuloga kule na mimi silogeki. Lakini ninachotaka ni maendeleo ya mkoa wapi? Wa Arusha. Tulikuwa na watu hapo ukiwaambia simamia kujenga barabara hawajengi. Alafu kila siku ukiwauliza wasema pesa hakuna. Sasa Mheshimiwa Waziri nikafanya uchunguzi, nikagundua pale Kilimanjaro meneja wa TANROADS wa Kilimanjaro ameshajenga karibia kilomita 116 za lami. Wa TARURA wa Kilimanjaro. Wa hapa Arusha analia hakuna hela. Nikasema kwani rais wa Kilimanjaro na rais wa Arusha ni tofauti? Rais mmoja anaitwa Daktari Samia Suluhu Hassan. Nikaenda kule wizarani nikasema dawa moja. Huyu anayejenga barabara nyingi Kilimanjaro namngoa kule namleta hapa. Alafu huyu anayelalamika hakuna hela namngoa nampeleka Kilimanjaro. Ndio nilichokifanya. Kwa hiyo nimechukua huyu hapa anayelialia nimempeleka kule kwenye lami zilizojengwa, nimeleta mpya. Sasa anafanya mpango mzuri, Arusha itakuwa na lami ambazo hujawahi kuziona. Kwa hiyo acha nigombane nao, acha nikosane nao kwa niaba yenu. Kwa sababu Daktari Samia alichonituma hapa Arusha ni kuleta nini? Mheshimiwa Waziri, nimekuta hapa mkoa mzima na ujanja wetu wote. Hospitali yetu hii kubwa ya Mount Meru, hakuna kifaa kikubwa chenye vipimo vikubwa. Nauliza hivi nyinyi Arusha mlikuwa mko wapi wakati watu wanajengewa vifaa hivi? Nikauliza wizarani akasema si hatuna tatizo, hatujawahi kuombwa. Kwa hiyo MRI hajawahi kuombwa Arusha. Unaenda pale hakuna, unakuta hospitali binafsi wanazo. Kipimo kimoja karibia laki ngapi? Na zaidi ya laki 4. Hasa niambie mwananchi wa kawaida anapata wapi laki 4 kwenda kulipa kwenye kipimo kinachopatikana private? Afu serikali eti ya mkoa wa Arusha haina hiyo kitu. Nimemtafuta waziri, kamtafuta katibu mkuu, kwa mahusiano tu mwaka huu imewekwa kwenye budget, tunaletewa na sisi hapa mkoani kwetu Arusha. Namanga kule tumekuta Namanga mpaka wa kwenzetu wa Kenya wana mashine, wana skana. Container likipita pale inapigwa kwenye skana, wanaona kilichomo. Ukija upande wa kwetu huku wanaanza kuhesabu kitenge kimoja kimoja. Alafu naulizwa kwani una haraka sana? Kama una haraka acha kidogo. Tuachie mambo ya vinginevyo. Kwanza ngoja kwanza, nimeitwa kuna simu hapa ya dharura. Unakaa pale na container lako unasubiri siku 3 siku 4. Maana yake unatengenezwa mazingira ya kuombwa nini? Rushwa. Kwa hiyo mizigo upande wa Kenya inatoka haraka, upande wa kwetu wa boda yetu ya Namanga unaweka kambi. Nimemtafuta waziri wetu Mwigulu, nikamtafuta na kamishna mkuu wa TRA akaja ofisini kwetu. Tumeongea, mwaka huu anatuletea skana. Tena ya mabilioni imeagizwa kutoka duniani ili na sisi tufanane na sura ya mataifa. Kwa hiyo niwahakikishie wananchi wa mkoa wa Arusha mbele ya kaka yangu Ndumbaro, hakuna jambo jema ambalo mkoa wetu hautalipata kwa sababu tu ya uzembe wa watu. Tutahakikisha kila mambo yaliyopangwa na Daktari Samia mkoa wetu wa Arusha tutakuwa namba 1 kuyapata. Kama ilivyo Arusha, tunataka kila jambo lianze na mkoa wapi?
Na ndio maana leo Daktari Ndumbaro amekuja kwa mara ya ngapi? Ya pili ndani ya mwezi mmoja, kwa sababu sisi tumependelewa sana na Mwenyezi Mungu na rais wetu mpendwa Daktari Samia, tuko pamoja naye. Nimalizie ndugu zanguni, leo mmekuja kusikilizwa, na kitakachofanyika hapa ndicho kitakachofanyika kwenye wilaya zote za mkoa wetu wa Arusha. Niwaombe watendaji wa halmashauri chini ya wakuu wa wilaya watoe ushirikiano mkubwa kuhakikisha kwamba wananchi wanapata majibu yao. Mheshimiwa Waziri Jumatatu atakuwa kwenye wilaya ya Rumeru. Wakati akiwa yeye Rumeru, timu zetu zote ziko kwenye kila wilaya ya mkoa mzima. Una sababu ya kusafiri tena kuja Arusha jiji au kuja kwenye ofisi ya mkuu wa mkoa. Wewe kwenye ofisi ya mkuu wa wilaya wako pale pale kuna huduma zinakwenda kutolewa. Niwaombe wananchi wa mkoa wa Arusha, tuichangamkie fursa hii. Tutajisikia vibaya sana baada ya siku 10 kuisha na wewe unakuja na mgogoro wako wa miaka 4 5 eti haujawahi kusikilizwa. Sisi yale yaliyotushinda tumekata rufaa kwa kakaangu Ndumbaro. Na kakaangu Ndumbaro ametuma na rais wetu. Manake hawa wote waliopo ni sura na picha ya Daktari Samia. Tuichangamkie hii fursa. Tunapenda sana kusambaza kwenye magrupu habari za umbea. Fulani amefumaniwa, fulani kafukuzwa kazi, fulani na fulani wanagombana. Hebu niwaombe kwa hizi siku 10 tutangaziane habari za watu wenye shida na kero, waende wakatatuliwe kero zao. Hebu fanyika kwa malaika mwema, unayetoa habari njema. Kama ni malaika Gabrieli, basi huo wewe mwambie jirani yako nenda kasikilizwe. Mwambie jirani yako habari njema za Samia Legal Aid, kwamba nenda mgogoro wako ukafanya nini? Ukatatuliwe. Niwaombe sana wananchi wa mkoa wa Arusha na wanahabari, tuwafikishie taarifa wananchi wote. Asiwepo mtu hata mmoja atakayekosa hiyo fursa. Kwa kuwa ukikosa hiyo fursa tutaumia na rais wetu ataumia. Leo mliojitokeza kazi itaanza. Lakini pia watabaki hapa wanasheria kama kituo chetu cha kuendelea kutoa huduma kwa hapa Arusha jiji. Naomba mjitokeze kwa wingi. Sambamba na hilo, si lazima uwe na mgogoro. Hata kujifunza mambo ya mirathi, njoo waulize, watakusaidia. Rais wetu chini ya wizara yetu amebadilisha sheria nyingi sana na ametengeneza mazingira bora sana kuwapendelea wakina mama ili wasiteseka na watoto wao pale baba anapotangulia mbele za haki. Njoo ujifunze. Lakini kuna mambo ya lita pia. Njoo ujue namna gani ya kupata hata cheti tu cha mtoto wako. Au hata katika migogoro ya mirathi mliokuwa nayo yakishindikanaga huwa yanarudishwa kwa watu wa lita. Njoo basi wakueleze namna ya kufanya. Kwa hiyo kwa tafsiri nyingine, ninawaomba sana tuhakikishe tumemshirikisha kila mwananchi ili aweze kupata huduma hiyo. Naomba kumalizia kwa kumshukuru tena kakaangu Waziri Ndumbaro kwa upendo wake mkubwa kwetu wana Arusha, kwa namna ambavyo amekubali kujitoa yeye mwenyewe na kuhakikisha kwamba kazi inafanyika. Nimshukuru pia katibu mkuu wetu Masfi na timu yake nzima na mkurugenzi mwanamama. Mkurugenzi yuko wapi? Mpigeni makofi jamani, mwanamama. Anapambana kuhakikisha kwamba vijana wamepangwa vizuri na wanafanya kazi nzuri. Lakini pia tunaye kiongozi wetu chapter ya Tanganyika Law Society ambao yuko hapa, kaka yangu George yuko wapi? Mpigeni pia makofi. Hapa Arusha tuna wanasheria zaidi ya 882 na wote chini ya uongozi wa George wako tayari kutoa huduma za kisheria. Na lengo hili ni zuri kwa Mheshimiwa Waziri, ya kwamba tunao watu wa serikali lakini tunawachukua pia wanasheria wetu
ambao wanafanya shughuli zao binafsi wanakuja kutuangalia pia namna gani tunashirikiana kutatua changamoto za wananchi wetu. Sambamba na hilo, mkurugenzi na watu wa Arusha DC, mwanasheria mkuu hapa amesema ule mgogoro wa fidia wa wananchi, nafikiri mnaukumbuka, wananchi ambao wanatakiwa kulipwa fidia na wakafungua shauri lao mahakamani na mahakama ikawapa ushindi. Ile barabara ni ya nani, ya Mianzini ile. Na ile barabara ya Mianzini Tibolo ile. Wako wananchi washaikuja mpaka ofisini kwetu. Hata tulivyotangazaga wiki ya haki walikuja. Mimi sio mwanasheria, lakini nilivyowasikiliza wale wananchi nikaomba na kina George hao wanasheria, hebu nisomeni hukumu. Pale ngome ilikuwa nyeupe. Wanastahili wananchi wale kulipwa. Sasa wenzangu hawa mkiwapa maagizo wanaenda kujikusanya tena. Kumbe eti waliandaa hata kumwandikia mwanasheria mkuu wa serikali, wakimwomba mwanasheria mkuu tena aingilie kati ili wakwepe kuwalipa wananchi. Mwanasheria mkuu kwa sababu ni mwanasheria na anayejua sheria, ameisoma tena ile hukumu, akasema mbona hii hukumu ni nyeupe kabisa, nyinyi mnatakiwa kulipa. Kwa hiyo walikimbia kwangu, wakaenda kukimbilia kwa mwanasheria mkuu, wakitarajia kwamba mwanasheria mkuu atapinisha hukumu ya mahakama. Mwanasheria mkuu amesema hukumu ya mahakama iko wazi, nyinyi lipeni. Sasa mwanasheria mkuu ataleta maelekezo kwa maandishi, amna ujanja, lipeni. Na tena tunataka tuone mwaka huu wa fedha mnaanza kuwalipa wananchi hawa. Wananchi hawa wamehangaika sana, si miaka mingapi. Kila ofisi wanakwenda. Na ule ni uzembe wa wanasheria wetu. Hawakukata hata rufaa. Siku ile muulize, hivi mwanasheria bado yupo? Wananchi mwana amani. Na yule mwanasheria wa siku ile hayupo tena, si yuko wapi hata. Kwa hiyo mambo ni mazuri, hela yenu mnakwenda kulipwa. Na walikokimbilia kwa mwanasheria mkuu amesema mimi na heshimu amri halali ya nini? Kwa hiyo ndugu zangu wa Mianzini mliokuwa mnadai fidia, maelekezo ya serikali yako pale pale tuliyotoa pale. Na maelekezo ya mwanasheria mkuu yako pale pale, mlipwe fidia, mlipwe haki yenu. Sasa baada ya hapo, ya maelekezo ya mkuu wa mkoa, ya maelekezo ya mwanasheria mkuu, tukiona sasa halmashauri hawataki kuwalipa, tunakuja kugundua kumbe tatizo sio sheria. Tatizo ni mkurugenzi. Na kwa sababu bado ni kijana, sidhani kama anapenda kukaa mtaani. Kama anapenda kukaa mtaani, basi biashara ziko nyingi na za kahawa ni biashara. Asi akamlaumu mtu, si ndio? Kwa wananchi mliokuja hapa, msihangaike hata kupanga foleni, jambo lenu Mungu ameshalimaliza kupitia maelekezo ya mwanasheria mkuu, kupitia serikali ya Daktari Samia chini ya waziri wetu kaka yangu Ndumbaro, watajipanga halmashauri namna ya kuanza kuwalipa ili na nyinyi mpate furaha na amani ya serikali yenu ya awamu ya 6. Baada ya kuyasema hayo mengi niwasema, iko miradi mingi ya maendeleo ambayo ninaomba tujipange kwa fursa za uchumi. Mheshimiwa Waziri, nimekushukuru lakini sitachoka kukushukuru. Na leo ilikuwa siku ya uzinduzi ya kampeni ya Samia Legal Aid kwa siku 10. Na naomba nitamke hadharani ya kwamba tumezindua rasmi kampeni hii na tayari sasa kwa kazi ya kuwatumikia na kuwaletea haki wananchi kwa kumwakilisha kikamilifu Daktari Samia Suluhu Hassan na kutafasiri mapenzi yake ya dhati kwa wananchi bila kujali kabila, dini, umri, kipato, hata elimu, bali haki ikitamalaki katika taifa letu. Asanteni sana kwa kunisikiliza na nawatakia kila laheri watendaji wetu, na kushukuru sana Mheshimiwa Waziri kwa upendo wako. Makofi mengi sana kwa Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa. Brass Band mkiwa mnatuweka sawa.